Kaka. Ndio. Hebu njoo nje hapa, kuna jambo aliko sawa. Kaka, umekuwa rafiki yangu kwa muda kidogo, lakini sasa hivi nahisi unanihisi vibaya, yaani kama mchonganishi hivi. Kivipi? Kwani kuna kosa ambalo wewe unaona umenifanyia? Kwa nini kukosea tajiri yangu? Mimi nilikuwa nauliza tu, si unajua sisi binadamu naweza nikafanya kitu ukanihisi vibaya. Tembe, wewe ni rafiki yangu ambaye nakutegemea sana hapa kijijini. Tena sio rafiki yangu, wewe ni ndugu yangu ambao unanisaidia kupata mambo huko na kuniletea mimi. Hapo umeongea kaka. Lakini pia na taarifa nyingine, ila sasa hii inaweza ikawa mbaya kidogo. Kwa hiyo hebu vuta pumzi, alafu iachie taratibu. Niambie, kuna taarifa gani? Koku anatembea na kidelemu, na sio tu kutembea, wanalala kitanda kimoja. Koku? Kuanzia lini? Wiki ya 3 hii inaelekea wiki ya 4. Kivipi kaka? Akati kidelemo mwenyewe kaja jana tu hakuwepo. Namaanisha siku ya 2. Alafu kilichonikwaza zaidi, baba Koku naye anatembea na mama kidelemo. Wewe uone mchezo. Unamkumbuka yule mpuzi aliyekuja kukuchumbia hapa? Yupi baba? Yule aliyeishia nje? Huyu kijana ni muhuni, hakufai kabisa. Kwa nini baba? Yule kijana nilimkuta siku moja shambani akiwa na msichana mmoja wanafanya ujinga wao, akanikimbia. Leo tena nimemkamata, bahati nzuri akanikimbia. Ndio maana nakwambia hawa vijana wa hapa wewe hawakufai. Sawa baba. Hebu nifuatie jembe langu. Panga langu liko wapi? Panga labda ngoja niangalie ndani. Au basi achana nalo. Sawa. Sasa ole wako uondoke hapo nyumbani. Umenielewa? Ole wako uondoke. Kaka kama kaka, ndugu yangu wa damu, mbona kama leo una makasiriko? Vipi, kuna mtu amekukela? Kwa nini umemwambia Buja kuhusu mimi kumchumbia Koku? Mimi lini nimemwambia? Wapi jamani? Afu kama umenichoka unaniambia tu ndugu yangu, Tembe, chukua vitu vyako uondoke. Mimi nitaondoka, lakini sio kunisingizia namna hiyo. Umesingiziwa? Sasa nani aliyemwambia Buja wakati ni wewe peke yako ndo nimekwambia? Msema ukweli ni mpenzi wa Mungu, mimi sijamwambia chochote, na ndio kwanza nimesikia kutoka kwako ndugu yangu. Tembe, hivi unajua utakufa vibaya wewe? Kaka, sasa mambo ya kufa yanatoka wapi tena ndugu yangu? Kuanzia leo naomba uondoke hapa kwangu. Kwa nini tufike huko wakati haya ni mambo ya kuelewana tu ndugu yangu? Usiniite ndugu yako. Ndugu yangu mimi ni Buja. Narudia tena Tembe, sitaki nikuone hapa kwangu. Sawa, nimekuelewa. Basi naomba hata nichukue nguo zangu. Unachekesha kweli. Wewe una nguo gani hapa? Au unataka nichukue na hizo ulizovaa? Wewe ulichonunua hapa ni viatu tu, usijisaulishe. Hivi uko serious kaka? Hapana, nakutania.
Sogeza miguu yako uone. Koko, karibu ukae. Unaumwa? Hapana, najisikia tu vibaya, sijui kwa nini. Usijali, itakuwa kwa sababu ya kile kilichotokea leo asubuhi. Vipi, babako yuko wapi? Ameenda shamba, nimekuja kufuata panga lake. Subiri kwanza. Mgaya amekufikishia ujumbe wangu? Ndiyo, lakini siwezi kuwa na wewe. Nampenda Baraza. Jana ilikuwa bahati mbaya tu. Koko, kinachofanya unanikataa mimi ni nini? Moyo wangu tu haujakupenda Kidelemo. Siwezi kulazimisha. Na kuhusu huo mpango wako wa kunitorosha, naomba usahau tu. Siwezi kukaa mbali na Baraza. Baraza amekupatia nini? Mimi nataka nikuoe Koko. Mungu wangu. Mimba. Unataka nini kwangu? Swali gani hilo Baraza? Kwani mimi na wewe tumegombana? Unazungumzia kugombana? Baba yako ananiwinda kama kwale. Wewe mwenyewe unataka kuniua kwa mawazo. Basi msamehe baba yangu. Ila Baraza, na mimba yako. Wewe. Haya. Wewe umejuaje kama hiyo mimba ni ya kwangu mimi? Baraza, mwache utani wako bwana. Utani unauleta wewe, unayelala kwa Kidelemo mpaka asubuhi, alafu unakuja kusema mimba ni ya kwangu. Kukuambia nani hayo maneno Baraza? Hii mimba ni ya kwako. Mimi na wewe tupo kwenye mahusiano muda mrefu sasa. Yaani hata kama ningekuwa sina utimamu wa akili, nisingesubutu kuzaa na familia ya Wehu. Unasemaje Baraza? Kwa sisi familia yetu ni Wehu. Wehu. Baba yako ni mwehu mkubwa na wewe ni mwehu mdogo. Na ukiendelea kunivuruga, nitakufinyanga mpaka wewe mtoto afie tumboni humo. Mshenzi. Yaani mimba upewe na wanaume wengine, uje unisingizie mimi. Wewe si umelala na Kidelemo mpaka asubuhi? Alafu unakuja unanisingizia mimi, unaumwa nini wewe? Au unaniona mimi sina akili timamu? Nenda huko ulikopewa mimba mama. Ondoka tena, sitaki kukuona hapa. Shauri yako. Ndio kanipanga mimi nikaenda jela wakati mimi bado na ndoto zangu. Nataka nipambane. Hivi bado upo hapo wewe? Mimi nakwambia toka, ondoka, nenda kwenu huko. Nenda walipokupa mimba. Unaumwa nini wewe? Unatiatia huruma, unamtilia huruma nani? Nenda kwa baba wa mtoto huko. Baraza amekataa hii mimba. Nitaanzia hapo kumwambia Kidelemo ili anielewe mimi. Na baba sijui nitamwambiaje.
Ndugu yangu, mimi nimekuja hapa tuzungumze. Hapo awali tumekwaruzana sana, chanzo kikiwa wazazi wetu na ndugu zetu, na kibaya zaidi, rafiki tuliyempata alikuwa anatugombanisha, ila ni kwa ajili ya maslahi yake binafsi. Kaka, mimi na wewe ni ndugu, na kama unavyojua ule msemo unasema kwamba damu nzito kuliko maji. Huo sasa, hata kitokee kitu gani kati yetu, sisi tutabaki kuwa ndugu. Ili tuwe vizuri zaidi, kuna kibarua nimepata kaka, nitaenda kukipiga ili nikurejeshee hela yako. Hapana kaka, hiyo pesa achana nayo tu. Uliniambia imepotea, aliyeokota naye ana bahati pia. Na kuhusu swala la Koku, swala hilo achana nalo. Kama unampenda sawa, kwangu mimi nilitaka kumuoa, ila nimegundua vitu vingi. Wanawake hawana msimamo, hawajui wanataka nini. Kwa hiyo kwangu mimi simtaki tena. Kaka, kama wewe umuhitaji Koku, mimi simtaki mara 100. Siwezi kuwa na mwanamke ambaye anaenda kulala usiku mzima kwa mwanaume mwingine. Njaa inaniuma jamani, hadi machozi yanataka kunitoka. Sijui nitakula wapi maskini, au nikaombe msamaha. Ila wale jamaa wanaweza wakanipiga au nife tu. We, kufa kugumu bwana, bora nikaombe msamaha. Hata kama wakinipiga basi, maana sasa mbona kwa kula sina, kwa kulala sina. Sasa naendaje na hii njaa nilionayo jamani? Au nitambaye? Lakini mimi mwanaume. Mahusiano kaka, mahusiano ni kipengele sana. Yaani kadri dunia inavyobadilika na mahusiano pia yanabadilika. Karibu mume wa Koku. Hapana kaka, Koku mzungwaji sana, sitaki hata kumuona. Usije ukaniambia na wewe umemwacha. Simtaki kaka. Alafu mbona kama Koku anakuwa anamkosi sana? Maana kukataliwa na wanaume 3 sio jambo dogo. Itabidi ajifunze kuheshimu hisia za watu. Wewe vipi? Mbona Koku anaondoka, amebeba nguo zake? Nini? Koku! Hata mimi Koku ni wangu bwana.